kwa hiyo Popito unayemzungumzia ambaye aliitwa timu ya taifa juzi hapo ndiye ambaye anaweza kawa mwiba mkali kwa upande wa Simba. Huyo ni miongoni, sisi tumesheheni watu wenye uwezo mkubwa. Nimekutajia tu huyo ni miongoni kwamba yuko vizuri. Umemuona yuko timu ya taifa ameitwa. Unajua taifa likikuita jua kwamba wewe unafanya kazi katika mamilioni ya Watanzania wanaocheza mpira. Inafuata sasa nizamu ya wanamsimbazi. Watahangaika wale vibaya, tutawachapa, mtashangaa. Kichapo cha kizalendo narudia hakiepuki. Tarehe 8 ni siku ya kuonesha umahili, ni siku ya kuonesha nini tunakihitaji katika msimu huu wa ligi. Amuogopi pira matatu ambalo limekuja sasa, inaonekana ni kama natafuta ligi sasa mara baada ya michezo ya kimataifa, hata kuonyesha kwenye ligi kwamba naweza nikawafanya nini, na pengine mfano mzuri unaweza kaanzia kwa JKT Tanzania. Sasa inategemea hiyo matatu wanakutana na watu wa aina gani. Wanakutana na watu dhoofu hali. Sasa hii ni JKT Tanzania brother, ni kitu kingine. Jiulize mara mbili, ifuatilie mara mbili. Habari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu sana. Kama ambavyo nafahamu unapata nafasi ya kufahamu habari mbalimbali za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Kama ambavyo nafahamu ligi kuu Tanzania bara mara baada ya kusema kwa muda mchache au muda mfupi sasa narudi katika mtindo mwingine ambapo Simba wanaenda kukutana na JKT Tanzania katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni. Na hapa kwenye line niko na Masau Kuliga Bwile, hili niweze kuzungumza naye kuweza kufahamu kuhusiana na maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo, ni namna gani ambavyo JKT Tanzania wamejipanga kuhakikisha kwamba anaenda kukabiliana na wekundu wa Msimbazi Simba. Masau Bwile, habari ya muda huu? Tunamshukuru Mungu, tuko salama salimini kabisa, tukiwa tayari kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo tarehe 8 katika uwanja madhubuti kabisa, uwanja maridhawa, uwanja wenye heshima na hadhi ya kimataifa, uwanja ambao mpira unatembea. Wataalamu tu peke yao ndio wanaoweza kutumia ule uwanja na wakaufaidi kama JKT Tanzania. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo, na ni mchezo ambao tunahitaji tujengee heshima na uthibitishie umma wa Watanzania kwamba hawa watu hakika wamejiandaa, wamejipanga na wana malengo makubwa ya mbeleni. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kama walivyo JKT Queens, kwa wale ambao hawana taarifa, JKT Queens inashiriki ligi ya mabingwa Afrika ambayo msimu huu inafanyika nchini Misri, na hii leo kundi la kwanza limeelekea huko Cairo Misri na tayari wameshafika salama, na kesho tunaondoka wengine kuelekea huko kwa ajili ya mashindano hayo. Kama walivyo JKT Queens, ndivyo tunavyotaka wawe JKT Tanzania. Wasafiri waende wacheze mashindano ya CAF, ligi ya mabingwa kama walivyo dada zao. Sasa ili tufike huko ni hawa kina Simba hawa kuchezea sana kichapo cha kizalendo. Kwa hiyo mchezo wa tarehe 8 wapo wa Tanzania wananisikiliza, wanakebei ninachokizungumza, lakini kwa hakika tuko vizuri. Simba wenyewe wanajua, na ninajua huko waliko wanahangaika nini wafanye, wapenye vipi, wapite wapi, lakini wanakuta milango yote imezibwa, hakuna mwanya wa wao kuwafanya wapenye. Niwaondoe hofu, niwaondoe mashaka wapenzi, wadau na mashabiki wa JKT Tanzania. JKT Tanzania inayonolewa na kocha mahili, kijana Mtanzania mwenye ufahamu, mwenye weledi, mwenye uwezo na mahili katika kufundisha soka, Ahmad Ali. Ndio Iko vizuri. Ni mwalimu ambaye anajua timu yake icheze namna gani inapocheza na timu fulani. Hapa tayari amekwisha wasoma Simba, ameshawatazama mapungufu yao, ameshawatazama hatari zao ziko wapi, ameshatafuta namna ya kuziba hatari zao, ameshatafuta namna ya kutumia mapungufu yao ili kichapo cha kizalendo kiwaingie vizuri. Kwa hiyo tarehe 8 Meja Jenerali Isamuhyo itashuhudia sharubu za Simba zinageukia upande wa nyuma badala ya kuangalia mbele. Sharubu za Simba zinageukia upande wa nyuma. Yes.
Lengo kubwa ni hilo. Lakini Masau Bwire, inaonekana ni taarifa ambayo imekuja ghafla, haijawastua. Mara ghafla mchezo huu tarehe 8 mnacheza nyie, wakati Simba itakiwa kuna michezo mingine itakiwa ichezwe huko. Haijawastua, na pengine mechi kubwa kama hizi inatakiwa maandalizi mengine makubwa zaidi. Pengine mnaweza mkasema baadaye mmefungwa goli nyingi, mlikuwa mnajipanga vizuri. Sisi huwa tuko tayari muda wote. Huwa tuko tayari muda wote. Hata wakisema tucheze kesho, tuko tayari na tutafanya vizuri. JKT Tanzania kwa sasa, timu inaposikia inakwenda kucheza na JKT Tanzania, tunahitaji wao wenyewe tuanze kushangaana kwamba tunakwendaje. Hakuna habari ya kusema sijui tunakwenda pale kupata alama, tunakwenda pale kufunga magoli mengi kama wanavyoamini wa Tanzania na kama unavyoamini wewe, kwa sababu tayari umeshasema mkifungwa magoli mengi si mseme hivi na vile. Sisi hatufungiki saa hizi, na kichapo cha kizalendo hakiepukiki kwa yeyote ambaye tunakutana naye, ili tuoneshe umahiri wetu, ili tuheshimike, ili tuthaminiwe, ili watu waone kweli tunaelekea kwenye malengo tuliyoyakusudia msimu huu. Usipomchapa Simba, usipomchapa Yanga, watu bado wa Tanzania hawakuamini, hawakuelewi kama unaweza. Sasa tunahitaji tuanze kuwafifisha mmoja baada ya mwingine. Tulianza na Azam, aliponea chukuchuku, na huwa anawateza sana hao wakati fulani, na hasa msimu huu, na watu wakasema JKT Tanzania wamemiliki mpira na walikuwa na kila sababu ya kushinda mchezo huu, ila isivyo bahati, isivyo mapenzi ya Mungu, imekuwa hivyo ilivyokuwa. Sasa tulianza na huyo, na alinyanyasika, aliteseka uwanjani, alihangaika, alihema, akafika wakati akarudi tu nyuma kuzuia kwa sababu uwezo wa kwenda mbele ulishaisha, pumzi imekata. Vijana wanakuja kama nyuki ambao wamechokozwa kwenye mzinga ambao tayari asali yao iko vizuri kwa ajili ya mambo mengine ya kwao, wakajikuta sasa wanashindwa wafanye nini. Sasa tumeanza nao, inafuata sasa nizamu ya wanamsimbazi. Watahangaika wale vibaya, tutawachapa, mtashangaa. Kichapo cha kizalendo, narudia, hakiepuki. Tarehe 8 ni siku ya kuonesha umahiri, ni siku ya kuonesha nini tunakihitaji katika msimu huu wa ligi. Amuogopi pira matatu ambalo limekuja sasa, inaonekana ni kama natafuta ligi sasa mara baada ya michezo ya kimataifa, hata kuwaonyesha kwenye ligi kwamba naweza nikawafanya nini, na pengine mfano mzuri unaweza kaanzia kwa JKT Tanzania. Sasa inategemea hiyo matatu wanakutana na watu wa aina gani. Wanakutana na watu dhoofu hali. Sasa hii ni JKT Tanzania brother, ni kitu kingine. Jiulize mara mbili, ifuatilie mara mbili, itazame kwa jicho jingine la pembeni, uone namna ilivyo, alafu ndo uje na hiyo matatu. Matatu itawageuka na watashangaa. Watashindwa waanzie wapi, waishie wapi. Mechi yenyewe inachezwa majira ya jioni. Unataa pale zinamlika, watu utajikuta pengine wakabaki tu uwanjani kushangaa zile taa, kushangaa mandhari ya Meja Jenerali Samuyo, badala ya kurudi makwao wakaenda kujiburudisha kuangalia wanyama pale zoo Mbweni JKT. Tunayo zoo pale ya wanyama. Kwa hiyo watakapopigwa, watakapochapwa kizalendo, watakapochapwa kweli kweli, basi wajipoze kwa hayo atakayokuwa yamewasibu, waende waburudishe nafsi kuangalia wanyama pale Meja Jenerali Mbweni JKT Zoo. Lakini wakati huo Masau ukizungumza hayo, Simba waliwachukulia wachezaji wawili ambao ni wachezaji wao mpaka sasa, kwa maana ya Nangu pamoja na Yakubu Sulemani, ndio ambao wanakuja tena hapo. Inawezekana wanaojua vizuri uwanja wa JKT Tanzania jinsi ambavyo wanaweza kautumia. Uone kama pengine wakatumia nafasi hiyo kuwaadhibu kutokana na uzoefu wao. Edwin Nangu ni kijana ambaye tumemlea. Yakubu Suleimani Ali ni kijana tuliyempa maarifa hayo, alionayo uwezo huo mpaka akaonekana hivyo, na wanaofanya hivyo wapo, na tayari wameshawaandaa wengine ambao hakika wanaelekea kuwa zaidi ya Yakubu Suleimani Ali, zaidi ya Edwin Nangu. Wako vizuri. Tuna mwanadada pale anaitwa Fatuma.
Fatuma ni kocha wa magolikipa, yuko vizuri mno. Ni mwanadada lakini yuko vizuri mno. Mimi kuna wakati na kwenda tu uwanjani kuangalia mazoezi ya Fatuma akiwafunza magolikipa wake. Sasa ukimwangalia sasa hivi Chalamanda, ndio tayari yuko katika ubora wa hali ya juu. Yuko kwenye ubora wa hali ya juu sana, na Watanzania watampenda zaidi ya Yakubu Sulemaniani. Yuko vizuri mno Ramadhani Chalamanda, yuko vizuri, na nina imani siku hiyo ya tarehe 8 usishangae akawa nyota kuliko magolikipa wote unaowafahamu Tanzania na kwingineko pengine. Manake unaiona kama safu ya ushambuliaji ya Simba inawezekana ikamfikia mara nyingi sana Chalamanda, na pengine akaokoa michomo mingine na mingine ikiingia kwenye nyavu. Manake JKT Tanzania inawezekana ikawa dhaifu eneo la kiungo cha chini mpaka mabeki, na mkapelekea golikipa kawa mchezaji bora. Hana masiala, nadhani umeshamfuatilia mechi kadhaa umemuona. Kwa hiyo siku hizo watu watajuta, siku hiyo watu watajuta kwamba hapa tumeingia wapi? Mbona ni balaa. Kwa hiyo Popito na mzungumzia ambaye aliitwa timu ya taifa juzi hapo, ndiye ambaye anaweza kawa mwiba mkali kwa upande wa Simba. Huyo ni miongoni, sisi tumesheheni watu wenye uwezo mkubwa. Nimekutajia tu huyo ni miongoni, kwamba yuko vizuri. Umemuona yuko timu ya taifa ameitwa. Unajua taifa likikuita, jua kwamba wewe unafanya kazi katika mamilioni ya Watanzania wanaocheza mpira, alafu wewe ukaaminika katika hao wachache walioitwa, jua uko vizuri. Kwa hiyo Popita yuko vizuri mno. Jaribu kumfuatilia uone ni nini anakifanya, na anautumiaje mguu wake, anautumiaje kichwa. Yeye anakufunga kwa namna yoyote. Unaweza ukamkaba vile unavyoona, lakini utashangaa kichwa alikipitishaje mpaka kuugusa ule mpira kwenda kutikisa nyavu. Au unaweza ukawa naye kwa namna yoyote, utashangaa tu hata kugeuza hivi, labda atakagusa tu na mgongo hivi, mpira ukaingia golini. Utashangaa mwenyewe. Tarehe 8 nadhani hayo yote, manjonjo hayo kutoka kwa wachezaji wa JKT Tanzania yataonekana dakika 90 zikitupa furaha na raha kwamba sisi ndio JKT Tanzania, tunaletu jambo msimu huu, tunahitaji tufike mbali. Unazungumza yote yawe Masabwe, lakini unasahau kwamba Simba ni timu ambayo imetoka kwenye mashindano makubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakimtoa Mzingizini Hostars kutoka pale Uswatini. Unasahau hilo wakati Simba ni wawakilishi wa nchi na ni timu kubwa. Mbona kama unachukulia poa Masabwe? Ni nafasi tu waliipata wakaenda, nafasi ambayo na sisi tukiipata tungekutana nao sijui Usingizi siki na nani, tungepata magoli mengi pengine kuliko hayo walioyapata wao. Kwa hiyo usichukulie poa JKT Tanzania, ni zaidi ya hao ambao wamekutana na Simba, na pengine wakawapa kutamba huko. Walikutana na timu ambazo mimi naziona uwezo wao bado kwa JKT Tanzania hawafiki. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Waswahili na waenga ndio walisema tusiandikie mate, wino upo. Utachana tu karatasi na mimate yako na hakuna kitu ambacho kitaonekana kwenye karatasi. Sasa wino upo ambao unaacha alama. Tusubiri tarehe 8 tunaandika kwa kalamu ya wino, tena wino safi kabisa, utaacha alama. Sawa, neno moja tu, wengi wanasema timu kubwa hizi zikienda pale Generali Isamuyo wanashindwa kufanya mambo yao. Manake kuna wakati hata kama ni mchezo wao wa ugenini wanataka kupeleka mabouncer waweze kulinda uwanja, waweze kuingia ndani, waweze kufanya mambo yao. Vipi kwa upande wenu hapo? Manake wanasema panakuwa pagumu sana. Sasa mimi hayo siyajui. Huwa nasimamia tu kanuni, taratibu zinasemaje, mambo ya bouncer ni nani. Mimi hayo huwa siyajui, sifuatilii. Mimi ninachojua ni kanuni zinasema nini, kanuni zinaelekeza nini, na hicho ndicho ambacho sisi tunaamini kwacho. Sasa kama kanuni zinaelekeza bouncer nini, sifuatiliagi. Sawa, nataka nifahamu kuhusiana na ulinzi hapo ukoje, manake pia ni jambo la msingi sana. Anayelinda ni nani hapo? Taratibu za ulinzi nadhani kanuni zinaelekeza. Ukiwauliza watu wa bodi ya ligi
Ndio. Wanajua kwamba uwanja unakueje, timu zinatakiwa zifanye nini. Kanuni zetu ziko wazi na zinaelekeza. Kwa hiyo masuala ya ulinzi, nani alinde wakati gani, angalia kanuni, zisome kanuni, zitakuongoza na zitakuelekeza kwamba nani anatakiwa afanye nini kwa wakati gani. Kwa hiyo manake wakati huo manake itakuwa chini ya jeshi mpaka pale ambapo mchezo utachezwa na baadaye utarudishwa tena. Kwa maana hakuna mtu mwingine atakayeweza kuingia hapo. Manake uwanja ni wa jeshi huo, kwa sababu lazima ujilinde kihivyo. Wewe wasema. Unalipi la kumalizia kuambia mashabiki ambao ungependa kuona kwenye dimba la Meja Isamuhyo wanajazana kwa wingi sana kushangilia mchezo huo, hasa kutoka upande wa Simba hata kutoka upande wa JKT Tanzania? Mimi ni waalike tu wa Tanzania, wadau, wapenzi wa mpira, nikianza na mashabiki, wadau, wapenzi wa JKT Tanzania, waje kwa wingi kuona burudani, kuwapa nguvu na kuwashangilia vijana, na hatimaye watufikishe kule tunakohitaji tufike, dakika 90 zikileta matokeo chanya kwa upande wetu. Lakini ni waalike pia wa upande wa pili, waje washuhudie namna ambavyo watapelekwa mpweche na vijana wetu wa JKT Tanzania. Waje washuhudie kandanda mbashara, wasisubiri kusimuliwa, wapate burudani ambayo hata wao wakitafakari kwa kina watasema hakika hapa tumezidiwa, hawa jamaa wako vizuri. Kwa hiyo Watanzania wote, hasa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, ndugu zetu, rafiki zetu, wenyeji wetu wa maeneo ya Mbweni, Ununio huko, Tegeta, Bunju, wote hawa mimi ni waalike wafike, wasikose. Kiingilio kitakuwa rafiki ambacho kila mmoja atadumu, atamudu kukitoa, waje waburudike, wapate burudani ambayo pengine katika historia ya soka la Tanzania hawatapata kuipata sehemu nyingine isipokuwa katika hii mechi ambayo sisi tumejipanga, tumejiandaa kwa ajili ya kupeleka kichapo cha kizalendo pale Msimbazi. Basi nikushukuru sana Masau Bwire. Siku njema. Asante sana. Naam, nilikuwa nazungumza na Masau Kuliga Bwire, mmoja kati ya maafisa habari ambao wanajua kuzungumza sana katika ligi kuu Tanzania bara. Nilikuwa nazungumza naye kuelekea katika mchezo ambao utachezwa pale katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni, na mwisho siku kazungumza jinsi ambavyo wao wamejiandaa na kukabili mnyama Simba. Mimi naitwa Lugano wa Israel. Asante sana kwa wewe ambao umechagua na kuwa karibu sana na Like Media kila wakati. Paka wakati mwingine, subscribe channel hii iwe miongoni mwa watu ambao wanapata taarifa nyingi za kimichezo.